alikubali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa 'amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaban. Tunaendelea na darasa yetu ya tauhid, tukiwa mwisho kabisa mwa kitabu cha Nawaqidul Islam ambacho amekiandika al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, na ndani ya kitabu hiki ametaja vitenguzi 10. Nawaqidul Islam, vitenguzi vya Uislamu viko vingi sana, lakini al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ametaja miongoni mwavyo ambavyo ni 10. Nini lengo la kusoma vitenguzi hivi? Kwa nini tunasoma vitenguzi vya dini yetu ya Kiislamu? Tunasoma vitenguzi hivi kwa lengo la kuvifahamu ili kuchukua tahadhari ya kutokuvifanya. Si kwamba tunavisoma vitenguzi hivi ili tukavifanye tuutengue Uislamu wetu, tukufuru, turitadi. Tunavisoma vitenguzi hivi na kuvifahamu vizuri ili tuchukue tahadhari sisi, lakini pia tuwatahadharishe watu wetu kutokamana na vitenguzi hivi ambavyo atakayevifanya anakufuru na kutoka katika dini yake. Tunafahamu ya kwamba dini yetu ya Kiislamu ni wajibu kuingia katika dini hii, ni wajibu kuingia katika dini hii, ni wajibu watu wote kuwa ni Waislamu. Muislamu ni haramu kutoka katika Uislamu. Ukishakuwa ni Muislamu ni haramu kutoka katika Uislamu, na ndiyo maana miongoni mwa watu ambao ni halali kumwaga damu zao ni wale walioritadi. Kuna wakawa ni Waislamu alafu wakaiacha dini hii ya Kiislamu na wakataka kutoka kwenda katika dini zingine. Watu hawa hukumu yao katika dini yetu ni kuuawa. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa watu kusomeshwa na kufahamu vizuri vitenguzi vya dini yao ili kujiepusha navyo. Na hapa tutamalizia kitenguzi cha 10, lakini kabla yake Sheikh Musa Abu Warshin hafidhahullah alikusomesheni athamin, kitenguzi cha 8 cha 9 man i'taqada anna ba'd an-nas yas'uhu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kama wasi'a al-Khidra al-khuruj an shari'ati Musa alayhi salam, kwamba kitenguzi namba 9 ni yule atakayeitakidi kwamba baadhi ya watu wanaruhusiwa kutoka katika sheria ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakaenda katika sheria zingine zisizokuwa za mtume, kama ambavyo iliwezekana kwa Khadir kutoka katika sheria ya Nabiiullah Musa. Hiki ni kitenguzi. Atakayeitakidi itikadi hii anakufuru. Kwa nini? Kwa sababu sote tunapaswa, tunawajibika kuitakidi itikadi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama na kufanyia kazi sheria yake yeye peke yake pasina sheria nyingine yoyote.